Karibuni. Mbele mahakama tukufu. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, naitwa Nasoro Gatunga, wakili wa serikali mkuu, nasaidiana na Tawabu Isa, wakili wa serikali mwandamizi, Jobu Mrema, wakili wa serikali mwandamizi, Subiri. Endelea. Kasbet Mbelingi, wakili wa serikali, na Winiwa Kasala, wakili wa serikali. Mheshimiwa, tunaiwakilisha jamhuri katika shauri hili. Mshtakiwa yupo. Na Mheshimiwa, shauri inakuja kwa ajili ya kutajwa. Mshtakiwa Yupo. Niko tayari. Mheshimiwa, shauri lipo kwa ajili ya kutajwa, na baada ya shauri hili kusomwa na kutolewa maoni ya kisheria ya legal opinion, ndipo sasa kwenye hatua ya kuamuliwa. Sasa uko kwenye hatua ya uamuzi wa kushtaki au kutokushtaki. Kwa hiyo Mheshimiwa, tulikuwa tunaomba tarehe nyingine tuje tuiambie mahakama ni nini kimeamuliwa. Unasemaje? Mheshimiwa, nashukuru sana. Hii kesi isiahirishwe zaidi ya leo. Hakuna sababu yoyote ya msingi kuwakubalia ahirisho lingine. Sasa Mheshimiwa, naomba nizungumze. Mheshimiwa, tulipokutana hapa mara ya mwisho tarehe 16 kama sikosema, tarehe 16, wakili wa serikali mkuu na mawakili wenzake waliambia mahakama hii kwamba upelelezi umekamilika, faili imeshapelekwa kwa DPP kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Ilishapelekwa kabla ya hiyo siku ya tarehe 16 Juni. Mheshimiwa, mimi naamini huyo mkurugenzi wa mashtaka DPP hajasomea chini ya mwembe kama marehemu mama yangu. Sio mbali, anajua kusoma, amesoma sheria, ana uzoefu na mambo haya. Inamchukua muda kiasi gani kujiridhisha kwamba kuna kesi ya kupeleka mahakama kuu au hakuna kesi alete non prosecution. Inamchukua muda gani mkurugenzi wa mashtaka ambaye ana sifa zile zilizotajwa katika katiba hii, mwanasheria aliyefanya kazi ya sheria kwa muda usiopungua miaka 15 kama sasa, inachukua muda gani kusoma faili la kesi hii ili aiambie mahakama yako kwamba una ushahidi wa kutosha apeleke
information ya Mahakama Kuu au hakuna ushahidi, aikie nole, alete nole mahakamani. Sasa mheshimiwa, nataka nizungumze kidogo juu ya sheria. Kifungu husika ni kile alichokitaja wakili wa serikali mkuu siku hiyo ya tarehe 16 ya mwezi uliopita. Kifungu cha 245 cha sheria ya mwenendo wa jinai, kifungu kidogo cha 4 na kifungu kidogo cha 5. Nataka tuanzie hapa. Mheshimiwa, kifungu kidogo cha 4 cha 245 kinasema kwamba upelelezi ukisha kamilika, DPP au mwakilishi wake, yaani hawa, sio DPP ni hawa, mshtakiwa tumia lugha ya mahakama. Lugha ya mahakama hakuna hawa. Sawa. Yes. DPP au mawakili wa serikali, yes, the law officer, wanapelekewa faili. Upelelezi ukishakamilika, wanapelekewa faili ili wataamue upelelezi huu